What knows? Brother, I'm telling you. Kwa nini watu wenye upeo mkubwa mnakubali kutawaliwa na watu wenye? Hatukubali kutawaliwa, tunashangaa. Kwa nini mnashangaa badala ya kufanya kitu? That's why kuna kitu kinaitwa an all on the edge knowledge. Tungie kwenye hilo lilosema kwamba watu wenye uwezo wa kufikiri hawana uwezo wa kutawalika. Na hizi system ziliwekwa ili tutawalike. Yes. Hauoni kwamba binadamu kutawalika ni kitu muhimu kuliko sometimes uwezo wa kufikiria kila mtu? Ni kosa kubwa kutawala watu wengine. Kwa nini? Kosa kubwa sana. Kwa sababu unawafanya wasiishi ukuu wao. Na watu wakiishi ukuu wao hawana mabaya. Ila ukiwanyima kuishi ukuu wao wana mabaya. Mimi nataka nikuhakikishie watu wote waliofungwa jela hawana hatia. Wote. Take it from me. Wote. Unajua professional mimi ni psychologist. Jela huko mimi nimeenda sana kuzungumza na wafungwa na maabusu sana. Laiti mahakama zingekuwa zinahukumu watu kwa kutumia upeo wa juu wa uelewa, watu wengi wasingefungwa jela. Ila wangeanzia kufungwa wazazi wao, walimu wao na watu wote wanaozunguka, viongozi wao wa kidini, wote wangehusika katika kufungwa. Kwa jela zisingetosha. Hawa watu mnaowafunga jela hapa mnafunga tuka outcome kadogo. Kwa sababu jamii nzima imehusika kuwa design ya watu kuwa hivyo. Mimi nasema imewafuga kuwa hivyo. Ndio maana mimi nikitembelea kwenye shule hizi, mnaita shule za msingi na sekondari, nina uwezo kabisa kukupointia watoto watakao kuwa wahalifu maishani mwao. Watoto watakao kuwa malaya, makahaba maishani mwao on the first day. Kazi ambayo mwalimu wa darasa ndiye anatakiwa kufanya. They don't do it. Kwa sababu mtoto toka akiwa mdogo anaonesha kabisa wewe atakuwa mhalifu kutokana na programu ambazo amekuwa programmed na wazazi wake. Kwa hiyo mtu akija kutokea matokeo baadaye utalaumu kwamba amefanya makosa, unatakiwa walaumu waliomtengeneza kwamba hawa ndio wamemtengeneza, wanatakiwa kufungwa wote. Kwa mimi ningekuwa hakimu, watu wa kwanza wangekuwa wanafungwa ni wazazi wa watu. Ukisema hivyo inaonekana kwa namna fulani ni kwamba jamii isingeweza kufunction, kwa sababu lengo la baadhi ya vitu ya kufanyika inapofanyika ili dunia iweze kwenda, kwa maana ya binadamu. Sasa haijaenda, unaona vita, unaona watu wanatawalika, vita iko Kongo. Vita zipo, haziwezi kuisha duniani. Vita zitaisha ukiwaacha watu wawe huru. Unawezaje kuthibitisha hilo? Vita zitaisha tukikuacha uishi kwenye ukuu wako, vita zitaisha. Maana tu ukikuacha uishi kwenye ukuu wako utagundua kwamba money is not real. It's a game. Sasa watu kwa nini wanapigana vita? Kwa sababu wamekuwa designed kwamba money is real, which is not true. Pesa sio real. Ndio maana Marekani na print hela anytime wanataka. Sisi hatuwezi kuprint hela. Kwa watu wana struggle kwa kitu ambacho ni illusion. Wao unakuja kazini kwa sababu ya illusion ya kitu kinaitwa hela. Na ukikosa unakuwa irritated, unakuwa na frustration. Uongo kweli? Baba mwenye nyumba anakudai kiasi kana kwamba anakudai kitu real wakati anakudai karatasi. Sasa ukiwafanya watu wawe huru, waweze kuishi kwa utimamu wao bila kutawalika, hawatalilia hela. Maana watakuwa na uelewa kwamba money is not real. Hawatahofia kufa, maana watajua maisha ni uyoga. Na dunia iko salama. Na hakuna mtu atakuwa na muda wa kunyang'anya kitu cha mtu mwingine, kwa sababu watu wataishi kwenye fruition na wataona kila kitu kinatosha kwa ajili ya watu wote. Kwa mambo yote mabaya yanatokea kwa sababu watu wametengeneza scarcity. Na hiyo ndio law ya uchumi, philosophy ya uchumi, tengeneza wengi wawe na vichache na wachache wawe na vingi. Sasa ukiitoa hiyo, dunia iko huru, hamna vita my brother, I'm telling you. Hakuna vita. Mtu yote aliyesoma uchumi anajua kwamba mambo yote yanaendelea duniani kwa sababu ya sheria iliyowekwa kwenye economics, kwamba wengi wawe na vichache na wachache wawe na vingi ili tuweze kutengeneza thamani ambayo haipo. Illusion. Kwa kuwafanya watu wawe huru waishi kwenye ukuu wao, hakuna vita, I'm telling you. Okay, hivyo vitu vinafikirisha kama ulivyosema. Yes. Lakini tunakubaliana kwamba pesa ilipowekwa, kwa mfano tunatumia pesa ya Marekani kwa sababu kadhaa duniani, na ilikuwa ni ili binadamu waweze kuungana duniani na tukafanya kitu kimoja. Kuna story ndefu behind hapo, lakini vyovyote unavyoita wewe ni illusion, imefanya mambo yanaenda. Bila hiyo pesa usingefika hapa, tusingeweza kukaa hapa leo kwa maana ya nauli.
au na ndio maana nilikuwa natamani mimi ningefika, maana unajua kutumia ungo wewe hujui. Exactly. Tunakuja kwenye hiyo. Wewe hujui. Sasa mimi tunakuja kwenye hiyo. Mr. Gebei hela kwenda sehemu. Kuna filamu kabisa nimeiandaa. By the way ni wazo ambao nimeshaongea na timu yangu hapa. Kwamba ingekuwa vipi endapo baadhi ya teknolojia tungezitumia, kwamba tukawa tuna mabasi ya mwendo kasi yanaenda na airport, lakini pia kukawa kuna stendi nyingine ambao unaenda unatokea upande wa pili unafanya issue zako Dodoma unarudi hapa. Sasa ile ni elimu ambayo ipo. Lakini unafahamu kwamba kila mtu akiwa na elimu kwa hiyo level ambao unaisema wewe, kila mtu hakutakuwa na mtu ambaye anamtuma mwenzake. Basi unamtuma kwa sababu gani? Unataka kufanya kila kitu mwenyewe? Unamtuma kwa sababu gani? Unajua unatuma watu kwa sababu you don't know what you don't know. I wish you could. Okay. Wewe unatuma watu kwa sababu unajua huna watu wa kutuma. Lakini mimi najua una watu wa kutuma na hujawahi kuwatumia na utakufa hujawahi kuwatumia. Kama wengine ambao wanadhani kutuma watu is real. Ila mimi najua una watu. Na hata hivyo vitabu vyako vya dini ulivyozungumza mwanzo vimekuandikia kabisa kwamba wewe una wasaidizi, hiyo hujawahi watumia na haujui kuwatumia, maana hujawahi kujua lugha ya ulimwengu huu. Yeah. Kwa hiyo watu wakiwa na upewa uelewa, kinachokutisha ni hofu ambayo umeshauziwa. Lakini I'm telling you, dunia ingekuwa sehemu salama ya kuishi kama wale wahuni wachache wanaotaka kutawala wengine wangepevuka. Na watu wengi mnaamini watu wanaowatawala basi wana upeo mkubwa wa akili. Hawana. Kwa sababu mtu ukiwa na upeo mkubwa wa akili una hamu ya kutawala watu, ila una hamu ya kuwaona watu wakiwa huru. That's how it is. Kuogopa sana watu wanaotaka kutawala wenzao. Ni watu wenye upeo mdogo sana wa akili. Ndio maana tuna matatizo. Kwa nini watu wenye upeo mkubwa mnakubali kutawaliwa na watu wenye? Hatukubali kutawaliwa, tunashangaa. Kwa nini mnashangaa badala ya kufanya kitu? That's why kuna kitu kinaitwa an all on the edge knowledge. Ukishatoka nje ukawa an all on the edge, we are wonder. Unakuwa unashangaa. Nashangaa. Lakini unaishi. Yaani nashangaa kwamba huyu mtu kwa nini haelewi kwamba anachokifanya ni kitu cha kijinga. Sio kwamba anatawalika. Sitawaliki kwa sababu sienda kuona nyumbani kwake kumuomba chakula. Sijawahi kuona kumuomba nyumbani kwake kumuomba kupumua. Kwa sitawaliki anitawali. Vizuri kabisa. Tena nasikitika kwamba mtu wa kwanza kukutwa na COVID kabla hajatangazwa mimi nilikuwa nimekaa naye meza moja. Na alivyotangazwa mimi sikutafutwa. Lakini ukwenda kuna shughuli zako nyingi za jumla za kijamii zote nilikuwa nafanya. Nasikitika kusema hivyo. Okay, imagine tupo watu kwenye jiji la Dar es Salaam, labda tungekuwa watu 700 au buku ambao walikuwa na uhuru ambao walikuwa nao wewe. Unahisi lazima sama wangeshindwa kuendesha? Unajua my brother, nikwambie, ukishauziwa hofu, na ndio maana media zilifanya kazi kubwa ya kuuza hofu. Sasa hii nikwambie tu, ukishauziwa hofu, sehemu yako ya kati ya mwili inaitwa growth part of the body inafunga. Inapofungwa unakuwa kwenye reaction mode. Ukiwa kwenye reaction mode, kuisha habari yako. Kwa hiyo kitu kilichokuwa kinafanyika, ukitaka kuwatawala watu unawauzia hofu, kwa sababu watu wengi hawana uwezo wa kusikia. Watu wengi wanadhani wana masikio wanasikia. Hawasikii, wanatafsiri mambo yanayowaingia. Ila ukiwa na uwezo wa kusikia utajua hapa nauziwa hofu. Ndio maana unaona mataifa yao mnaita makubwa kabla hajafanya vita na taifa lolote wanaanza kuuza hofu kwenye media. Na media maana yake nini? Medium. Si unaelewa? Medium. This is the media. Media sio hizi sijui mmeweka madishi. That's not a media. Media ni hapa. Your inner power. Ile inapokuwa imeondolewa ile space, then we are ready to be attacked. Hiyo ndo maana ya media. Hivi vyombo mnaita vya habari havikuanzishwa kwa ajili ya habari, vilianzishwa kwa sababu za kijasusi. Watu waanze kukupiga in the media, meditation, attention. Tukisha kutolea umakini wakati, you are done. Kwa nini unatumia maneno ya Kiingereza sana kutafsiri vitu? Kwa sababu ndio yamekuwa designed hivyo. Sio kweli. Kwani nyinyi mlianzisha vyombo vya mlitengeneza madishi wapi kwa Kiswahili?
by the way Kiingereza kilikuja kuwa late, Kirumi kimekuwa ni lugha ya dunia. Si kweli, hamna Kiingereza. Hapa tunaongea Kirumi tu. Meditation Kiingereza. Ni Kirumi hicho. Umegundua vitu vingi kuthibitisha. Sio, siwezi kuthibitisha. Wewe ndio umekariri kwamba meditation ni Kiingereza. Mimi nakwambia ni Kirumi, sio Kiingereza. Maana Kiingereza ni Irish English na haizungumzi hivi ninavyozungumza. Okay. Irish English. Unaizungumzia kwa maana na inaitwa English. Sio jiografia. UK jumla ya mataifa manne. Sasa nakwambia hivi Irish English ile ndio Kiingereza. Hizi zingine ni Kirumi. Kilicho ni sawa na useme Kiswahili kinachozungumzwa Kongo, Kenya, Uganda, Nigeria. Chote ni Kiswahili ile nani yake ni tofauti. Ni nature ya lugha kuharibika na kuzaliwa. Lugha iharibiki my brother. Ni mwalimu wako wa lugha alikwambia hivyo, wa Kiswahili na Kiingereza. Bahati mbaya mimi nimesoma linguistics. Okay. Kwa hiyo naelewa anachokisema. Ndio maana nawaambia watu kila unachozungumza uwe na hesabu na maneno yake. Mimi na hesabu ya kila neno nalozungumza. Lakini umegundua vitu vyote huwezi kuvithibitisha. Kwa mfano, kwa nini nikuthibitishie? Sawa, iko hivyo. Sawa, unachokiongea unachowaza. Ukiwaza kuhusiana na sisi kuwa hapa duniani. Kwa tulikuwaje hapa? Mimi siwazi, naelewa. Elewa, unaelewa nini? Wewe unaelewa nini? Kuuliza wewe. Hekima ni kuuliza swali kwa swali. Mimi unajua mimi ni philosopher. Yes. Wewe ni mwandishi wa habari. Mimi ni mwandishi wa habari. Yeah. Sasa unaona tayari tuko peo mbili tofauti. Mimi ndio uzuri wa dunia. Dunia inabidi iwe. Huo ni ubaya wa dunia. Unapoona, unapoona. Nataka kujua. Wewe unaelewa nini kuhusu sisi tuko hapa? Uweze kupinga kwamba labda nikusaidie wewe. Inawezekana uelewi kwa nini uko hapa. Mimi naelewa kwa nini uko hapa. Sasa mimi nataka nikwambie leo. Okay. Wewe uko hapa kuwa mediator na sio kuwa mtangazaji. Okay. Yeah. Inawezekana hujawahi kuambiwa hata na wazazi wako. Ila mimi nakuambia leo. Uko hapa kuwa mpatanishi, sio kuwa mtangazaji. Okay. Yeah. Ukilifanyia kazi utanishukuru baadaye. Kwa lugha rahisi ni kwamba kuwa mtangazaji umepotea njia. Kwa sababu hukuwepo duniani kuwa mtangazaji. Take it from me. Hakuna mtu atakwambia dunia hii isipokuwa mimi. Uko hapa kuwa mpatanishi wewe, sio wale, wewe. Wale wakiniuliza nitawaambia na wenyewe hapa kwa sababu gani. Na hakuna mtu atakwambia isipokuwa mimi dunia hii. Na wewe nadhani kwamba tumekutana hapa kwa sababu ya kufanya interview. Tumekutana hapa ili nikwambie njia yako sio hii. Okay. Hivi vingine ni vichombeza tu kwenye chips. Okay. Yeah. Okay. Sisi kuwa duniani. Wewe kuwa duniani. Kwa unazungumzia mimi. Unapo realize usiunganishe watu. It's none of your business. Wao kuwa duniani ni kazi yao kutafuta kwa nini wako duniani. Na ndio maana shape zetu za vichwa ziko tofauti. Usizani vichwa vyote viko duniani kwa kazi ambayo unadhani unaifanya. Okay, nadhani swali langu nimelielewa ila wewe hutaki kuelewa jibu langu. No, nimekuelewa. Kumbuka mwanzo nilikwambia unataka tuzungumze realization au socialization. Haukuchagua upande. Okay. Natamani kuongea kwenye hicho unachokiishi wewe, realization. Yes. Nataka kuja kwenye upande wangu sababu itakuwa na maana, ndio maana nimekuita wewe hapa. Yeah. Unataka upande wako wa realization. Nataka kujua wewe. Unaamini nini kuhusiana na mimi? Siamini, mimi naelewa. Wewe hujawahi kutokea duniani. Okay. Maana wewe ndio dunia yenyewe. Sasa umetokea wapi? Okay. Umetokea wapi? Hujawahi kutokea duniani. Wewe ndio dunia yenyewe. Labda kama uelewi neno maana ya dunia. Waingereza wanakuambia ether, umeme. Sio mnipata? Na wewe ni umeme. Unacho change ni devices. Sasa umetokea duniani wapi? Wakati upo na utaendelea kuwepo. Rejea neno nimesema maisha uyoga. Hana mbegu, hana unajaribu kusema hatuna tulipotokea, hatuna chanzo. Hakuna chanzo wala hakuna mwisho. Na dini zenu zote zimewaambia alfa na omega. Mwanzo na mwisho is you. Na ndio maana duniani kuna maji. Okay. Sio umenipata? Okay. Na wewe ukikosa maji unakufa. Uongo kweli? Yep. Si ndio mlivyoambiwa? Sasa utaniambiaje kuna mwanzo na mwisho wakati kuna maji? What knows?